Na ngwananga na taarifa kwamba Rais William Ruto amewahakikishia wakazi wa Kilifi kwamba utawala wake utakomesha dhuluma za ardhi za muda mrefu na masuala ya umiliki wa mashamba wasioyatunza, hali ambayo imewafanya wakazi wengi kuishi kama maskwota katika eneo hilo. Akizungumza katika shule ya msingi ya Mnagoni iliyoko Bamba katika gatuzi la Kilifi wakati wa hafla ya kutoa shukrani kwa katibu katika Wizara ya Masuala ya Vijana Fikirini Jacobs, Rais pia aliwahimiza wakazi kuwapuuza wanasiasa wanaotumia swala la ardhi na changamoto nyingine zinazoikumba eneo hilo ili kuzuia azma ya utawala wake ya kubadili eneo la Pwani. Mwanahabari wetu wa Haemba Wahungu anaarifu zaidi. Katika siku ya tatu kwenye ziara yake ya eneo la Pwani, Rais William Ruto leo alifika katika kaunti ya Kilifi. Hapa alijumuika na viongozi wengine pamoja na wakazi eneo hilo katika hafla ya kutoa shukran ya katibu wa Wizara ya Masuala ya Vijana Fikirini Jacobs iliyoandaliwa katika shule ya msingi ya Mnagoni huko Bamba. Huyu kijana Fikirini Jacobs mumemlea vizuri. Amefanya kazi na mimi kwa karibu. Na naweza kutoa ushuhuda mbele yenu kwamba ni mtu mwadilifu. Nataka nichukue fursa hii kwanza kwa heshima na unyenyekevu niseme asante sana kwa kukubali mwaliko wetu kama jamii na kuweza kushiriki pamoja nasi ibada na sherehe zetu. Katika hotuba yake, Rais alisisitiza imani thabiti ya utawala wake katika uwezo wa vijana kutoa michango mikubwa na mabadiliko katika maendeleo ya nchi. Wewe ndio rais wa kwanza ambaye umeamini nafasi na fursa ya vijana. Kwa hivyo leo tukiwa hapa ni siku nzuri pia ya wale vijana wengine kupata nguvu, kupata motisha, kupata moyo kwamba inawezekana. Today is a testament. Leo ni siku kwa kila kijana anayejiangalia katika mtandao, aamini wazi ya kuwa dini yako, kabila yako, pale ulipotoka, haijalishi, ikiwa tutaweza kuamini Kenya belongs to all of us. Mimi nataka nimpongeze kakangu na mdogo wangu Fikirini for that ruthless focus. Kwa sababu ya hiyo, saa hii you can dine and eat with the mighty. Rais pia alizungumzia jinsi serikali yake imefanikiwa katika kubadili siasa za nchi hii kuwa zinazoangazia masuala hasa ya ustawi wa kitaifa. Uongozi wa sasa sio wa kutueleza mambo ya matatizo ya wananchi. Kila mtu anajua. Viongozi wa sasa ni wale wako na uwezo na akili ya kuweza kufikiria suluhisho ya matatizo tulionayo ni yapi. Aidha, Rais aliangazia suala la muda mrefu la wamiliki wa mashamba wasioyatunza katika eneo la Pwani, akibainisha mipango ya kutoa hati miliki 200,000 kwa wakazi. Pia alisema kuwa shilingi milioni 840 zimetolewa kwa ajili ya ujenzi wa eneo la kuhifadhi samaki na masoko katika juhudi za kukuza uchumi wa rasilimali za baharini katika kaunti ya Kilifi. Tumetumia pesa ya serikali shilingi bilioni 10 kwa mambo ya blue economy. Hapa kwenu hii ufuo wa bahari hapa tunajenga fish landing sites 5 kwa jumla ya milioni 840. Joseph Wahungu, Darubini Wikendi.